Bana, tuko na semaji la Simba, semaji ghali kweli kweli. Ndugu yangu Ahmed Ally. Kwema shehe? Kwema. Tuko CRDB leo. Nakwambia Sim Bank. Humo tu. Nini kinakufurahisha kwenye Sim Bank? Ni option rahisi sana ya kufanya kila kitu kwenye manunuzi yako. Ukitaka kununua umeme, very simple. Ukitaka kulipa ada ya mtoto, rahisi kweli kweli. Ukitaka kumtumia mtu hela, ni rahisi. Na haikupi option ya kukosea hata kidogo, kwa sababu wanasema user friendly, yani ni rahisi kuitumia. Kusema kweli, kwa mtu ambaye anataka kurahisisha maisha yake, basi kimbilio lake ni sim banking ya CRDB. Yani ni ubwela mwingi mno kupitia humu tu. Nimependa CRDB ilivyowakutanisha wewe, Aziz Ki, Ally Kamwe, Hamisa, Rayvanny. Hii combination ya CRDB unaionaje semaji? Ya, ni juhudi zao na wanastahili pongezi kuweza kuchukua watu wenye ushawishi na kufanya nao biashara, kufanya nao kazi. Kwa hiyo kwa hili wanastahili pongezi CRDB kwa kuwa na jicho kubwa la kimasoko, kwa sababu ili uweze kuisukuma bidhaa yako kwenda mbali zaidi, lazima upate watu wa kukusaidia kufanya hivyo, na watu wenye ushawishi na watu ambao wanakubalika kwenye jamii. Kwa hiyo wamefanya scouting ya kutosha na wakachagua ma-influencers ambao wanaweza wakapeleka bidhaa mbele kwa jamii, na hilo limefanikiwa. Nilimsikia Azizi wakati anaongea kwenye kila alichokuwa nakiongea, anasema Kiswahili pia anajifunza ili wana Simba wakimzingua na yeye awajibu. Huo unamzingua sana Azizi. Anataka kujua anazungumza nini. Ili ajue kitu gani nimesema. Na hii ni kutokana na ukweli ya kwamba binafsi mimi nafanya kazi nzuri ambayo hata wapinzani wanatamani kusikia kile ambacho ninakizungumza. Sasa ukihadithiwa unaweza usipate ule utamu mwenyewe. Kwa hiyo anafanya juhudi kujifunza Kiswahili ili asikie mashine imezungumza kitu gani. Na sio yeye tu, wako wengi ambao hata ukikutana nao hivi kwenye maisha ya kawaida asema wewe bana, wewe unanifurahisha sana. Kwa hiyo ni mchezaji wa timu pinzani, lakini anavutiwa na kile ambacho mimi nakisema. Hata nilikuwa nazungumza pale na Rayvanny, anasema bana ile Simba na iona Tobi akawa yeye ndo akawa ndo ana imitate. Kwa hiyo ni kazi nzuri ambayo tunaifanya, inaweza kuwavutia watu. Moja kati ya clip yako iliyoenda viral ni ulisikilizishwa interview yako na wewe ukacheka sana. Nilisema hivi, kumbe kuna vitu kweli unaongea na wewe haujui kama vinaenda kusikika namna hiyo. Najua, lakini mapokeo huwa ni tofauti. Kuna kile ambacho nasema hiki kitaenda, lakini unakuja kuona imeenda zaidi ya vile ambavyo wewe ulifikiria. Kwa hiyo wewe una plan ama unafikiria kwamba hii itaenda kwa 20%, alafu inaenda kwa 50%, hata wewe mwenyewe nakuja na kushangaza baadaye. Shehe, tunakufahamu kama wewe ni mpenda ubwabwa, na ulisema kwamba kwenye harusi nikialikwa nitakwenda, kwa sababu nani anakataa mpunga shehe? Au kupewa mwaliko, mbona ukuonekana harusi? Sikualikwa. Wewe na Aziz Ki nilivyoona mnaongea pale, nimeona kama mnakaa ushikaji kama ambavyo iko kwa Ally Kamwe. We are very friends. Sababu sisi ni familia ya mpira. Kwa hiyo tumetengeneza familia yetu wenyewe, lakini sikualikwa. Kwa nini? Ingeleta picha mbaya. Na wangekuepo hapa ningewauliza bana. Mbona hamkunialika? Au ungeanza mdomo shendo, maana wakaona kwa watu na wahitaji mdomo. Nipae ni kula na kuondoka tu. Sasa kwa nini hujaalikwa wakati wote ni rafiki zako? Sijui. Au Hamisa hauna ukaribu? Mwanangu sana. Ina maana hii na wenyewe inaweza ikawa exclusive kwa kwamba walikusahau. Inawezekana, watu wengi. Simba na Yanga mna lenu kwamba huyu kakatalia mechi, huyu kafanya hiki, leo kuna kikao pale. Lolote la kusema msemaje? Kwa hilo siwezi kulizungumzia, lipo katika ngazi ya juu, na kuzungumzia jambo hili ni kutengeneza dimension tofauti ambayo inaweza ikaleta taharuki. Lazima kila mmoja akatambua kwamba this is very serious issue kwa kutokea katika mpira wetu, na nichukue nafasi hii kuambia wale wenye mamlaka na vilabu hivi ama wenye maamuzi wakaacha kuzungumza hovyo, kuzungumza pembeni, kwa sababu unatengeneza
unatengeneza taharuki, unatengeneza tension, na mwisho wa siku unavuruga watu. Kwa hiyo tuliache mamlaka husika wakae waamue jambo hili kwa maslahi mapana ya mpira. Hapa kinachoangaliwa ni maendeleo ya mpira. Kwa hiyo maamuzi yafanyike kwa maslahi ya mpira wa miguu. Sahihi. Mashabiki wa Simba na Yanga wote wakikutana na timu zingine ndio wanatengeneza mpira wa Tanzania. Chochote cha kuambia mashabiki katika kipindi hiki ambacho kuna sintofahamu hiyo? Mimi sitozungumza ya mashabiki wengine, nitazungumza na mashabiki wa Simba. Ndo wanaonipa kula. Sisi kwa sasa focus yetu ni mechi yetu ya tarehe 2 na mechi yetu ya tarehe 9, nikizungumzia kombe la shirikisho barani Afrika. Mashindano ambayo exclusively tuko sisi peke yetu. Kwa hiyo wana Simba, mechi ya tarehe 2 tuzidishe dua, lakini mechi ya tarehe 9 tunapaswa kuja kwa wingi uwanja Benjamin Mkapa, tuje tuishangilie Simba yetu, tuje tuipeleke Simba nusu finali. Cha kumwambia mtani chochote? Sina. I have to say it, mimi nakukubali sana semaji. Kila la kheri kwenye kazi yako. Asante sana. Kila la kheri. Nashukuru sana. Kikao kiende vizuri bana. Amin. Bana, tuko na semaji la Simba, semaji ghali kweli kweli. Ndugu yangu Ahmed Ali. Kwema shehe? Kwema. Tuko CRDB leo. Nakwambia Sim Bank. Humo tu. Nini kinakufurahisha kwenye Sim Bank? Ni option rahisi sana ya kufanya kila kitu kwenye manunuzi yako. Ukitaka kununua umeme, very simple. Ukitaka kulipa ada ya mtoto, rahisi kweli kweli. Ukitaka kumtumia mtu hela, ni rahisi, na haikupi option ya kukosea hata kidogo, kwa sababu wanasema user friendly, yani ni rahisi kuitumia. Kusema kweli, kwa mtu ambaye anataka kurahisisha maisha yake, basi kimbilio lake ni sim banking ya CRDB. Yani ni ubwela mwingi mno kupitia humu tu. Nimependa CRDB ilivyowakutanisha wewe, Azizi Ki, Ali Kamwe, Hamisa, Rayvanny. Hii combination ya CRDB unaionaje semaji? Ya, ni juhudi zao na wanastahili pongezi kuweza kuchukua watu wenye ushawishi na kufanya nao biashara, kufanya nao kazi. Kwa hiyo kwa hili wanastahili pongezi CRDB kwa kuwa na jicho kubwa la kimasoko, kwa sababu ili uweze kuisukuma bidhaa yako kwenda mbali zaidi lazima upate watu wa kukusaidia kufanya hivyo, na watu wenye ushawishi na watu ambao wanakubalika kwenye jamii. Kwa hiyo wamefanya scouting ya kutosha na wakachagua ma-influencers ambao wanaweza wakapeleka bidhaa mbele kwa jamii, na hilo limefanikiwa. Nilimsikia Azizi wakati anaongea kwenye kila alichokuwa nakiongea, anasema Kiswahili pia najifunza ili wana Simba wakimzingua na yeye awajibu.